Naam, leo ni tarehe 16. Wewe kama mchambuzi, chambuso. Tarehe 16 leo kuna nini katika ulimwengu wa soka hapa Tanzania? Bwana, leo ni siku ya Jumanne, tarehe 16 Septemba 2025. Leo bwana kuna mchezo wa dabi ya Kariakoo ambapo ni mchezo wa ngao ya jamii. Simba na Yanga zinaenda kukutana tena bwana kujenga historia nyingine tena ya mchezo wa ngao ya jamii. Na sasa mtu akisikia ngao ya jamii aelewe nini? Kuna wengine wameanza kufuatilia mchezo toka kitambo, lakini kuna wengine ndo chipukizi katika kufuatilia masuala ya soka. Ngao ya jamii ina maana gani? Bwana, mchezo wa ngao ya jamii ni mchezo ambao tunasema ni kurudisha kwa jamii, lakini pia mchezo huu ni mchezo ambao ulianza mwaka 2001 ambapo wafunguzi wa mchezo huu ilikuwa ni Simba na Yanga, ambapo bwana katika mchezo huu Yanga alionekana kushinda wakimchapa Simba kwa goli 2-1. Na mchezo huu bwana ni mchezo ambao umewakutanisha sana timu nyingi, lakini Simba na Yanga ndio timu ambazo zimeonekana kukutana mara nyingi zaidi. Ukiangalia katika mchezo wa ngao ya jamii, mchezo huu umekutanisha finali 20, sawa, finali 20 za ngao ya jamii. Na katika finali hizo Simba amecheza finali 14 akishinda mara 10. Yanga amecheza finali 15 akishinda mara 8. Na katika finali hizo pia Simba na Yanga wamekutana mara 9, ambapo klabu ya Yanga bwana wameshinda mara 4 lakini Simba ameshinda mara 5. Kwa maana hiyo Simba ndiye anaonekana ni mbabe katika ngao ya jamii akiwa na mataji 5, lakini Yanga akiwa na mataji 4. Yes, na mchezo wa leo pia bwana ni mchezo mwingine pia ambapo Yanga anaenda kumwalika Simba katika mchezo huo wa ngao ya jamii. Na ukiangalia katika mchezo wa leo ni kwamba endapo kama Yanga atachukua ubingwa tena siku ya leo kwa ngao ya jamii, ni kwamba atakuwa amevunja mwiko wa Simba na historia itaandikwa upya tena, kwa sababu wote watakuwa mezani sawa. Yanga atakuwa ameshinda mara 5 na Simba atakuwa ameshinda mara 5. Na sasa tukigeuzia kwenye upande wa kwamba mchezo wa leo huo wa Simba na Yanga, Simba na Yanga katika huu mchezo wa ngao ya jamii, pengine kulingana na usajili uliofanyika katika timu zote mbili, unauonaje huu mchezo? Bwana, katika mchezo wa leo pia ikumbuke kwamba Simba na Yanga hizi ni timu ambazo sasa sio dabi tena. Imekuwa ni mchezo ambao ni mgumu sana. Wanapokutana ni kama kulipiana kisasi. Lakini pia ukiangalia katika takwimu mbalimbali ni kwamba mara ya mwisho Simba kushinda mchezo wa ngao ya jamii ilikuwa ni mwaka 2023, ambapo mchezo ulipigwa Mkokwani Tanga, Simba akishinda goli 3-1 dhidi ya Yanga, ambapo mchezo uliisha dakika 90 na wakaenda kucheza penalti. Na kwa mchezo wa leo Simba na Yanga wamesajili wachezaji wazuri, wamesajili wachezaji wakubwa, wachezaji wenye talent, wachezaji ambao wana ile hamu ya kufanya mpira. Lakini binafsi naweza nikakwambia kwa usajili ambao umefanyika kwa timu hizi zote mbili, Simba na Yanga, utakuwa ni mchezo mgumu sana. Ukiangalia kwenye michezo ya kirafiki ambao Simba amecheza, michezo ya kirafiki ambao timu ya Yanga wamecheza, lakini pia ukifuatilia kwamba katika michezo hiyo tumekuwa tukiona wachezaji mbalimbali wakiperform vizuri na timu zimekuwa zikipata matokeo. Lakini pia kitu kingine naweza nikakwambia kwamba kwa mchezo wa leo, mchezo ambao utakutanisha timu hizi mbili, klabu ya Yanga imeonekana ikisajili vizuri zaidi, ikiwasajili wachezaji kama Celestin Yekua, Antiboyel, lakini pia tumeona wakimsajili mtu kama Dombia, mchezaji anasema sasa hivi wanamuita AI, mchezaji ambaye ana akili kubwa sana akiwa uwanjani. Lakini pia klabu ya Simba imesajili wachezaji mbalimbali ukiwepo Jonathan Soa, lakini pia Suleiman Mwalimu akitokea Wydad Casablanca, lakini pia tumeona pia wakimsajili Nio Maema kutokea Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo binafsi naona ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu kwa sababu timu zote mbili zimesajili sana wachezaji, lakini pia zimekuwa zikiwa na hamu ya kufanya kitu, kuleta mabadiliko ya soka kwenye vilabu vyao. Na sio tu kuleta mabadiliko, lakini pia nini hasa mashabiki wanatamani kutoka kwao. Ukiangalia katika mchezo uliopita kwenye tamasha la Simba Day, mashabiki wengi wa Simba wamekuwa wakilaumu sana. Kwa nini imekuwa vile? Wachezaji wanaonekana kutokuwa na morali, lakini pia kwamba wachezaji hawajitumi, wamelaumu vitu vingi sana. Na wengi mpaka wakasema kwa hali hii tarehe 16 tunaona kabisa tunaenda kupigwa tusipeleke timu uwanjani.
Lakini klabu ya Yanga mashabiki wao wamekuwa na morali kwa vile ambavyo wameona kikosi na wamekuwa na moto sana. Na wanasema leo wanapiga kichwani. Sasa mimi naweza nikakwambia bwana, kwa usajili ambao umefanya timu zote mbili, mchezo utakuwa ni mgumu sana. Mchezo utakuwa ni mgumu sana. Na matokeo ya mchezo wa leo yataamuliwa kwa ubora wa vikosi. Na kama kwenye matamasha yao makocha walionyesha kuficha mbinu zao, basi leo ndo siku ya kufichua mbinu zao ili tuweze kuona ni nini ambacho klabu imesajili na ubora uko wapi na madhaifu yako wapi. Leo ndo siku ambayo tutaenda kujua madhaifu ya usajili yalipofanyika. Lakini kiukweli kama kuna mbinu zilifichwa, leo ni siku ya kuonesha, kwa sababu kama makocha wataficha mbinu zao siku ya leo, unaweza kulaumiwa. Na kama wanasema hautotoboa Christmas, ni kweli, amini kwako. Lakini mchezo wa leo, ubora wa wachezaji na mbinu za makocha ndo zitakazoamua game ya leo. Binafsi ni game ambayo itakuwa ngumu sana. Na kwa upande wa Yanga wamempokea kocha mpya. Pengine mashabiki wake wao nahisi watarajie nini kutoka kwa kocha huyo? Manake alinadiwa sana kwamba yeye acheki, kinachomchekesha tu ni makombe. Ukweli kwamba klabu ya Yanga wao wamemsajili kocha mpya Romain Folz, ambaye ni kocha ambaye anaonekana hacheki. Wanasema hacheki na wote. Sasa kama amekuja kufanya kazi kwenye klabu ya Yanga, tunategemea leo tuone kile ambacho viongozi walikiona kutoka kwake. Ndicho ambacho atakionyesha leo. Na akionyesha vizuri basi atapongezwa, lakini kama akifanya vibaya ategemee pia. Unasema unajua Tanzania bwana, Tanzania tupo tofauti sana. Ukifanya vizuri tutakusifia, ila ukifanya vibaya tutakusema. Na mimi ninachoamini kwamba tukikusema hatukufukuzi, ila tunakupa uendelee kufikiria, tunakupa wakati ambao wewe utakujenga, lakini pia utakuhamasisha kufanya vizuri zaidi kwa baadaye. Kwa hiyo mimi binafsi siwezi kumsemea sana kocha Romain Folz, lakini kila ambacho atakionyesha leo tunategemea kuona matokeo mazuri zaidi. Na pia kwa vile ambavyo amefanya alivyokuwa Rwanda, lakini pia kwa kile alichokifanya siku ya Mwananchi Day, tunategemea kuona matokeo mazuri. Yes. Na pengine wewe sasa kama chambuso, mdau wa michezo na mchambuzi wa michezo, kutangulia kwa matamasha haya ya siku ya Mwananchi pamoja na Simba Day, pengine yana mchango gani kuelekea huu mchezo wa ngao ya jamii kwa mashabiki? Kwanza kwa matamasha ambayo yamefanyika ya Simba na Yanga, kwamba kulikuwa na Simba Day, lakini pia kulikuwa na Mwananchi, siku ya Mwananchi, ambapo mashabiki tuliona wakijitokeza kwa wingi sana. Mimi naona binafsi kufanyika kwa yale matamasha, moja ni kwamba morali kwa mashabiki zao, kwa sababu unajua msimu mpya ndio unaenda kuanza, ndio tunategemea kuona wachezaji namna gani wana perform, lakini pia tunategemea sisi sote kwa pamoja. Moja kitu ambacho naweza kusema pia ni moja ya sherehe ambayo tunasema sisi sote kama washabiki wa soka, sisi sote kama washabiki wa timu, sisi sote kama wana michezo, tunakutana kwa pamoja sehemu moja na kusherekea kwa kile ambacho tumekifanya kuelekea maandalizi ya msimu mwingine wakati unakaribia. Kwa hiyo naweza kusema matamasha yamekuwa na mchango mkubwa sana. Kwanza analeta vibe, umeona, wa mashabiki wanakuwa wanafurahi. Lakini pia ni kitu ambacho kinahamasisha sana. Maana ukuta mchezo wa leo umekuwa na hamasa kubwa sana kwa timu zote mbili. Nini? Kwa sababu walishaona wachezaji wao na makocha wao kila ambacho wanakifanya kwenye michezo iliyopita, michezo ya kirafiki, lakini pia kwenye matamasha yao kulikuwa na michezo. Kwa hiyo kila ambacho wamekiona wanatamani kukiona leo, na kile ambacho hawakukiona pia wanatamani kukiona leo. Kwa hiyo ni matamasha ambayo yamekuwa na hamasa kubwa sana kwa mashabiki, na yanawafanya mashabiki kuamka na kuona morali wa kuona kile ambacho kimeandaliwa kuelekea msimu unaofuatia. Pengine sasa wewe kama mchambuzi na mdau wa masuala ya soka, lipi la kuambia sasa mashabiki wajiandae na nini kwenye mchezo huu wa ngao ya jamii? Binafsi naweza ngasema shabiki yoyote yule kwa mchezo huu ambao unaenda kufanyika siku ya leo, kwanza timu yako iamini, sawa? Iamini timu yako na kila ambacho imekifanya. Pili, matokeo yatakayoonekana ndio yale ambayo mmeyapata. Tarajia pia kwa wakati mwingine huenda matokeo yakabadilika, lakini huwezi kulazimisha. Kila ambacho utakipata basi ndicho ulichokipata, na kama umekosa ni umekosa, subiri kwa wakati mwingine tena, kwa sababu tumekuwa tukiona mashabiki wengi zaidi wakitoa vitu vyao, wakitoa wake zao, ndio, wakitoa nyumba, wakitoa pesa. Kuna vitu vingine bwana unaweza kuvifanya lakini havina msaada. Just imagine mtu anatoa mke,
kwa ajili ya mchezo, kitu ambacho hakina maana yoyote. Lakini na tofauti inayokuja ni kwamba kuna mashabiki wa mpira na kuna shabiki wa timu. Ukiwa shabiki wa mpira, always matokeo yoyote yale utayapokea na utaamini kwa wakati mwingine tutafanya vizuri, au kwa wakati mwingine pia nitaona kitu kizuri zaidi. Lakini ukiwa shabiki wa timu ni kwamba unakuwa moyo wako na roho yako imeweka kwa ajili ya timu tu. Ndio maana unaona watu wanaweka wake. Mwisho wa siku inakuwa ni lawama tu kwako. Kuna mwingine unakuta anakunywa na sumu, anakufa. Kwa hiyo binafsi bwana, niwaombeeni sana mashabiki wenzangu, wachambuzi wenzangu pia, tusiweke sana mioyo kwenye timu, kwenye timu zetu, ila tuweke mioyo kwenye soka. Ukiweka mioyo kwenye soka bwana, utapenda, lakini pia utaongelea kile ambacho unakiona na utafurahia pia. Lakini ukiweka sana timu moyoni, utaumia. Kwa sababu mwisho wa siku matokeo yakiwa mabaya, tutaona sasa kile ambacho ulitaka kukifanya. Yes. Na sasa huu mchezo nao unakubeti? Mchezo unakubeti mzee. Mchezo ni mkubwa. Unawaambia nini sasa wazee wa kubeti? Je, wawe makini na nini hapo kwenye mikeka? Wazee wa kubeti leo bwana. Kwenye mkeka wa leo, huo mimi sijui. Lakini wewe bwana, ukiamini timu ambayo unaiamini, iwekee maksi zako. Iwekee tu maksi zako. Lakini mimi siwezi nikakwambia kwamba ni timu gani ambayo uiwekee, hapana. Ila kwa zile odds ambazo umeziona, bwana wewe weka mkeka wako hapo, litakalo kuwa na liwe. Shuhudia wa kushinda wajiandae kushinda, wa kuliwa wajiandae kuliwa. Kwenye kubeti bwana, wa kushinda anashinda, wa kuliwa analiwa. Kwa hiyo jiandae kwa matokeo yote mawili, kwa sababu ni mchezo ambao tunasema ni probability. Ni kama kurusha shilingi na hujui itadondokea kwenye upande gani. Sawa sawa. Shukrani sana Chambuso. Shukrani sana.